Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadun sadiqul amin wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin wa ba'd. Faya ummatal islam wa hurras al-aqida, wapenzi watazamaji wa Zinjibar TV, fahari ya Zanzibar. Leo katika kipindi chetu hichi cha Zungumza na Mardhia tunakuletea mada ya as-sihru tafriq. As-sihru tafriq ni uchawi wa mwanzo ambao uliotengenezwa duniani. Yani uchawi wa mwanzo, kuanza kujua huu ni uchawi, basi uchawi wa mwanzo uliteremshwa ni huu as-sihru at-tafriq. Uchawi huu maana yake ni kufarakanisha baina ya mke na mume, baina ya ndugu, baina ya marafiki, majirani, wafanya biashara, kuhtalifiana watu katika jambo moja ambalo yadullah ma'al jamaa. Mwenyezi Mungu yuko pamoja kwa watu ambao wako pamoja, lakini kwa vile shetani ni adui wa Mungu, anatengeneza usulu wake. Kuna kitu kinaitwa sihru tafriq, ya kuwafarakanisha watu hawa ambao Mwenyezi Mungu anasema muwe pamoja, yeye anatengeneza sema hapana, bora muwe pembeni, kila mtu awe kivyake. Na kama mnavyojua, mkiwa pamoja mnakuwa na nguvu, na mkiwa tofauti mnakuwa dhaifu sana. Na hata wachawi wanampiga mtu ambaye anajitenga sana. Na hawapendi kuona watu wako pamoja katika ibadati na miamalati mbalimbali. Kwa hiyo sihri ya kwanza ambayo imefundishwa ni sihru tafriq. Hii ndio pale walipoteremka wale Haruta wa Maruta. Walikuwa wakifanya nini? Walikuwa wakifundisha watu sihri hii, as-sihru wa yafarraquna minhum baina al-mar'i wa zawji. Mungu anasema ndani ya Qur'an, wao walitengeneza uchawi, waliwafundisha watu uchawi wa kufarakanisha baina ya mke na mume. Ndoa ni jambo ambalo kubwa sana, ni nusu ya dini. Ili dini yako iwe madhubuti lazima uwe umeolewa, umeoa. Hapa unakuwa tayari ushakamilisha nusu ya dini, yaliyobakia ni kukamilisha tu. Sasa nusu ya dini anaipiga vita shetani, hapendi kuona ndoa. Na ndio maana wanafarikanishwa sana watu katika ndoa zao. Without nothing, unakuta mtu anaachana na mkewe, hujui sababu ni kitu gani. Mwanamke anadai talaka, mwanamke kabla alikuwa ana mapenzi, lakini baadaye tu ya ndoa mapenzi yameondoka kwa mume, kwa familia, kwa ndugu na mwanamume hakadha. Hii yote inatengenezwa maalum na wachawi, inaitwa sihru tafriq. Vipi tutawafarakanisha hawa mke na mume? Tuwafarakanishe ili tuwalete taabu katika maisha yao, na pengine washapata watoto na kadha, basi wanatengeneza vitu mbalimbali, basi watu wanakuwa wanaachana. Hata marafiki, maswahiba wanafanya kazi pamoja, biashara moja, wanakwenda kila pahali duniani kununua vitu na kuuza makontena yao, biashara zao, iwe kubwa iwe ndogo, wako pamoja na biashara inakwenda sana. Lakini inaingia sihru tafriq, wakafarakanishwa wale, kila mmoja akasema mimi hapa bas, we shika yako na mimi nishike yangu. Na wakisha kufanya hivyo, biashara yote inakufa, watu wanarudi katika umaskini, kila mmoja anakwenda hohe hahe. Haya yote yanafanywa ni sihru tafriqi, ya kufarakanisha. Hatakiwi Muislamu kufarakana na mwenzake. Mkiwa pamoja, basi Mwenyezi Mungu anawapenda, na watu wote wanaokuwa pamoja, wanaokusanyika pamoja, ndio kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda. Ndio maana unakuta swala inaekwa ili watu wawe pamoja. Ndio tunaingia msikitini, swala za jamaa zina ujira mkubwa kuliko mtu kwenda kusali kujitenga peke yake. Haina faida sana, ni daraja moja tu. Lakini msikitini ukienda 27, maana yake nini? Mungu anapenda yadullah ma'al jamaa. Mungu anapenda watu wanapokuwa pamoja, wanaposhikana. Maana yake hata daraja Mwenyezi Mungu anakuongezea ukiwa umeshikana na wenzako, uko pamoja nao, hufarakani na ndugu zako, hufarakani na marafiki zako, hufarakani na watu wako wa karibu na wa mbali, na kila mtu kwako ni ndugu. Basi hawa ndio Mungu anaowapenda, lakini shetani hapendi hilo. Kwa hiyo shetani atazayin nafsi yako, ima kukuletea ushawishi kupitia watu ambao shetani anawaingia, waje watengeneze farqa baina yenu, ili ufisidike na ufilisike na uhamanike na mambo yaharibike. Kwa hiyo uchawi wa kwanza ulitengenezwa sihru tafriq. Ukijiona unafarakana sana na watu, basi ujue umepigwa katika uchawi huo. Wakikupiga katika uchawi huo, hukai na mtu, unatamani ujitenge, ukae peke yako, hutamani kumuona yoyote, hata wazazi wako
hutawatamani kwa sababu tayari usharogwa na sihiru tafriq. Allah tulinde mimi na wewe, lakini huu ni uchawi mbaya. Uchawi gani wa pili tuwazungumza? Tukae tusubiri, zungumza na Mardhia.